Habari ya kutwa wapendwa, natumaini wazima na kila mmoja amekuwa akipambana ili kuhakikisha afya yake inakuwa bora wakati wote, na kwa mwenye changamoto basi ni bado amekuwa akihusika kwa namna moja ama nyingine kuweza kupambana na kuhakikisha afya yake inakuwa bora zaidi. Ikiwa ni mwendelezo wa madarasa yetu na sasa ni darasa la 50, na kama hujawahi kufuatilia basi ujue madarasa 59 ya mwanzoni, lakini pia na madarasa mengine 50 mengine kufuatilia, yote ikiwa na mada moja ambayo tumekuwa tukizungumza, siri iliyojificha katika hedhi. Ni mambo gani ambayo mwanamke anapaswa kuyazingatia? Ni mambo gani ambayo mwanamume anapaswa kuyazingatia? Ni mambo gani ambayo jamii kwa ujumla inapaswa kuzingatia? Haijalishi wewe utakuwa unaishi na nani au ni mwili wako na vitu vyote ambavyo vinahusiana na hedhi kwa mwanamke, basi kila mmoja anapaswa kufahamu, kwa sababu huwa tunaishi kwa kutegemeana. Kwa hiyo ni video ya 50 na ikiwa na mada au ikiwa na somo kubwa linalosema kunyonyesha unaathiri vipi hedhi ya mwanamke. Baada ya kujifungua, wanawake wengi wamekuwa na changamoto ya kukosa hedhi siku chache baada ya kujifungua, na wengine wamekuwa wakipuuza au wakiamini kwamba ni hali ya kawaida. Ni kweli hali ya kawaida na wala tusisitilie mashaka, lakini watu wanataka kujua kwa sababu gani hedhi isitokee baada ya kujifungua, kwa sababu tayari mimba ambayo ilikuwa inanizuia mimi nisiingie hedhi tayari ishatoka, au mimba ni sababu mojawapo ambayo inapelekea hedhi kutokuwepo, kwa sababu homoni zinakuwa ziko chini na homoni za mimba huwa zinahusika na kuendeleza ile mimba, kwa mwisho siku mwanamke anakuwa haingii hedhi. Sasa baada ya kujifungua huwa tunatarajia mwanamke aweze kurudi hedhi, lakini sasa anajikuta ni mtu mwenye kuchelewa au mwenye kukaa muda mrefu bila kupata hedhi. Sasa mtu anauliza, unaponyonyesha mara kwa mara au unaponyonyesha au unapofikia wakati wa kunyonyesha, vipi inaweza kuathiri hedhi? Sasa leo tutaenda kujibu hilo swali, na jibu kubwa ni prolactin ambayo inazalishwa wakati wa homoni. Mwanamke kipindi ambacho ananyonyesha huwa anazalisha homoni ya prolactin kwa kiwango kikubwa zaidi, ambacho kazi yake ni kuzalisha maziwa kwa kiwango kikubwa, au mwanamke kuweza kutoa maziwa mengi zaidi. Lakini prolactin hufanya kazi ya kushusha, au ikiwa nyingi zaidi, homoni ya estrogen na progesterone inazalishwa kwa kiwango kidogo zaidi, ambacho hakiwezi kumpelekea mwanamke kupata hedhi ya moja kwa moja. Hii ndio sababu wakati wa kunyonyesha wanawake wengi wamekuwa na hedhi ambayo yenye kuchelewa au yenye kukaa muda mrefu, mwaka mpaka miaka miwili, lakini bado anakuwa hedhi yake haijarudi. Lakini mwanamke ambaye hawezi kunyonyesha mara kwa mara au azingatie ratiba za kunyonyesha, lakini hapati nafasi ya kukaa na mwanae karibu kwa kumpatia maziwa mara kwa mara, basi inawezekana ni sababu mojawapo kuweza kurudisha homoni zake za estrogen na progesterone. Kwa maana wale wanawake ambao wanashangaa baada ya mwezi mmoja na wiki mbili, yani akitoka tu ile damu ya hedhi, damu ile ya uzazi au ile hali ya uzazi ndani ya mwezi mmoja na wiki mbili, anajikuta akirudi tena katika hali ya kawaida kabisa, au mzunguko umekuwa kurudi kawaida na mwanamke anaanza kupata hedhi kawaida. Na kama asipojichunguza na kama hedhi yake basi itatokea muda mrefu kidogo, ni basi anaweza akajikuta anapata ujauzito mwingine, kwa sababu tayari mzunguko unakuwa umeanza au siku yake ya tano na inajitokeza, afu baadaye anajikuta anashiriki tendo la ndoa, kwa sababu anaamini hedhi yake haijarudi, siku zake za uzazi tayari na ameshiriki, anapata ujauzito na amekuwa akiendelea muda mrefu sana. Anaamini kwamba ana ujauzito au ana tumbo la uzazi ambalo kubwa au ana vidonda vya tumbo, kumbe ni ujauzito mwingine tayari huko ndani ushaanza kujitengeneza. Kwa hiyo sababu inaweza kupelekea mwanamke au kunyonyesha ni namna gani ambavyo hedhi inaweza ikaathiriwa, ni kupitia homoni ya prolactin ambayo inapelekea kushushwa kwa estrogen na progesterone ambayo inapelekea mwanamke asipate hedhi. Hii darasa la 50, usikose darasa la 51, usahau kusubscribe na kushare na kuweza kupata maarifa mengi zaidi ya kiafya ambayo tutaisaidia jamii. Asante, mpaka wakati mwingine.